بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Katika mambo ambayo kwamba ni yenye kukuza nafsia ya Muislamu ni al-khawfu min Allah, kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na khawfu min Allah fi sirri wal alaniya, kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisiri na dhahiri. Kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisiri na dhahiri ndo a'la darajati al-iman, daraja ya juu kabisa ya iman, yani itakuwa imani ya nguvu kabisa. Na hii inapatikana kwa muraqabatu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuona, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuona unachokifanya fil khalawat, ukiwa uko peke yako hakuna anayekuona. Kuacha maasiya ta'dhiman lillah Subhanahu wa Ta'ala, kwa ajili ya kumadhimisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La khawfa minan nas, si kwa kuogopa watu nao ni kuhisi kwa ndani deep kabisa kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ni shahid na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni raqib. Mwenyezi Mungu anakuwa ni kama mtu ambaye yuko sehemu amezungukwa na CCTV. Hawezi kama yuko katika supermarket ama sehemu yoyote kuchukua kitu, anakuwa na hofu ya kwamba mimi inaonekana. Na hii ndio ambayo yatakana kwa muumini, muraqabatullah Subhanahu wa Ta'ala. Na mtu anapokuwa na khawfu min Allah Subhanahu wa Ta'ala katika siri na dhahiri, anastahiki kupata janna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kupata maghfira ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Khawf ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisiri na dhahiri ni alama ya ikhlas. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika siri, ghaib, ni dalili kubwa ya kwamba wewe unamuadhimisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya kwamba wewe unamhofu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu vitendo ambavyo mtu anavifanya wazi, vingine vinaingia riya, ikiwa mtu amekusudia watu wamuone na mfano wake. Lakini uko peke yako, hakuna anayekuona, ni dalili adhimu ya kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na leo Muislamu katika kujifunga na ahkam shar'i, katika kufanya da'wa ya istinaf ya islamia, kurudisha maisha ya Kiislamu, yatakana yawe na hofu min Allah Subhanahu wa Ta'ala kihakika. Kwa sababu anapokuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hatojali watu, hatojali maslahi, hatokuwa na vipimo vingine tofauti na Mwenyezi Mungu, kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mwenye kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kihakika ni yule ambaye anaacha haramu pamoja na kwamba ana uwezo wa kufanya ile haramu. Nabii Yusuf alayhi salam alipokuwa ni mwenye kufungiwa na mwanamke na kumwambia haita laqala ma'adha Allah, anamwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye na ile mwanamke peke yao wamefungiwa ndani, lakini ile hofu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikawa ni yenye kumzuia asifanye makosa. Kwa hiyo athari ya hofu min Allah Subhanahu wa Ta'ala kisiri na dhahiri ni istiqama. Mtu anakuwa na msimamo, qul amantu billah thumma istaqim, sema muamini Mwenyezi Mungu kisha uwe na msimamo. Kimalizia hadithi iliyopokewa na Abi Huraira radhiallahu anhu, asema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam yakula, akisema sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhilli, watu saba Mwenyezi Mungu atawafunika katika kivuli chake. Yauma la dhilla illa dhilluhu, siku hakuna kivuli ila kivuli chake. Akataja kiongozi mwadilifu, imamun adil, kisha na shabun nashaa fi ibadatillah, kijana aliyekulia katika ibada ya Mwenyezi Mungu, na rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid, mtu moyo wake umefungamana na misikiti, wa rajulani tahaba fillah, watu wawili waliopenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kataja wa rajulun da'atuhu imra'atun dhatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafu Allah, mtu ameitwa na mwanamke mwenye cheo na uzuri, kisha akasema inni akhafu Allah. Ikhwani fillah, al-khawfu min Allah
fi sirri wal alaniya, ni katika mambo yanayokuza nafsi ya Muislamu. Yahitajika sana kujilazimu na amali kama hizi na kujitahidi kusafisha moyo na kuwa na hofu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.